Na mtazamaji, taarifa hiyo utaipata kwa kina kwenye taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa 3 usiku huu. Tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba familia za Wakenya ambao waliofyatuliwa risasi na kuuawa na polisi wakati wa maandamano ya kisiasa sasa zitalipwa fidia na serikali ya angalau shilingi milioni 2.5 pamoja na gharama za matibabu. Katika ripoti iliyoandaliwa na Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu KNCHR na kupokelezwa Rais William Ruto mapema hii leo, kesi 245 tayari zimetambuliwa kuwa halali, huku Wakenya 473 ambao walijeruhiwa wakipokea angalau shilingi milioni 1 kila mmoja pamoja na gharama za matibabu kulipwa. Kama anavyoarifu mwanahabari wa masuala ya kisiasa Chris Thairu, serikali imetenga shilingi bilioni 2 katika mwaka wa fedha wa kipindi cha 2026 na 2027 ili kufidia hata wale ambao waliobakwa au kutekwa nyara na kuwekwa kizuizini bila kufunguliwa mashtaka. Tangu maandamano ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2013 kufikia sasa, mamia ya Wakenya wameaga dunia kwa kufyatuliwa risasi na polisi, huku maelfu wakiwa na makovu kutokana na ukatili wa polisi walipokomesha ghasia zilizochochewa kisiasa. Kufuatia makubaliano baina ya chama cha ODM na UDA yaliyoongozwa na aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga na Rais William Ruto kufidia wale waliouawa na kujeruhiwa wakati wa maandamano, hatimaye Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu nchini KNCHR imekamilisha mwongozo wa kutumiwa na kukabidhi ripoti hiyo kwa Rais Ruto. Kulingana na ripoti hiyo, familia za Wakenya 245 waliofyatuliwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano au waliofariki wakiwa rumande sasa zitalipwa angalau shilingi milioni 2.5 pamoja na gharama za matibabu. Wakenya 473 waliojeruhiwa wakati wa maandamano watafidiwa angalau shilingi milioni 1 pamoja na gharama za matibabu, huku wale waliopata majeraha madogo wakipokea shilingi 50,000. Wakenya 135 walioteswa watapokea angalau shilingi milioni 2 pamoja na gharama za matibabu. Familia za kesi angalau 35 za kutoweka kwa lazima zitapokea angalau shilingi milioni 1.5. Waadhiriwa 45 wa makosa ya kingono kama vile ubakaji na unajisi watapokea angalau shilingi milioni 2 pamoja na gharama za matibabu. Wale waliokamatwa na kuwekwa kizuizini bila kufunguliwa mashtaka watafidiwa shilingi 50,000. Huku watu 138 waliopoteza mali na biashara zao kuharibiwa wakifidiwa shilingi 100,000 kila mmoja. It cannot fully compensate a family, a trader or a community for all that has been taken away from them. What it does represent is the state's acknowledgement that harm occurred. There is a significant cost on human lives, including deaths and injuries, and contribution to instability of the country. Today's event comes at a particularly important moment in our constitutional journey, where we are actually implementing the rights that are guaranteed to our people. Huku wakiadhimisha Juni 25 ambapo zaidi ya vijana 10 waliofyatuliwa risasi na kuuawa na polisi walipovamia majengo ya bunge. If you use a bullet, that bullet is bought by the mwananchi you are killing. So we should not allow that situation where our own bullets are used to fight, to kill our people. Serikali imeahidi kwamba wale ambao tayari wametambuliwa wataanza kupokea fidia yao kuanzia wiki hii. Tume pia imependekeza kuwepo kwa hazina maalum itakayoshughulikia kesi halali. Chris Thairu, KTN.